sheria mpya hii ya kuunda MPPO inatokana na matakwa ya masoko. Kuna sababu mbili kubwa, ziko nyingi, lakini moja kwanza ni kuangalia masuala yote yanayohusiana mikataba ya kimataifa kuhusu utunzaji wa mazingira, lakini usalama wa afya za binadamu, wanyama na mimea, kwa maana environmental issues. Lakini ya pili ni kukidhi matakwa ya soko, kwa maana kwamba kuna requirements especially inapokuja kwenye kilimo cha kibiashara. Lazima nchi iwe na sehemu ambapo inajibu maswali au issues zinazohusiana na haya, kwa sababu kuna maswala ya vibali, kuna maswala ya vitu vingi. Kwa hiyo hii sheria sasa ikaonekana lazima iundwe iweze kukidhi ijibu ya maswali. Sasa sambamba na hiyo, ilionekana kwamba pia lazima katika kutekeleza hilo lazima tuwe na maabara ambazo ni mahiri zenye ithibati. Ndio maana sasa tuanza kwanza kueleza hilo, kwa sababu hilo lilikuwa kubwa sana, linaenda sambamba na hiyo sheria. Kwa hiyo tukapewa task ya kwanza ya kufanya ithibati ya maabara zetu. Sasa ithibati inafanyika kwa ajili gani? Ithibati maana yake kwa kifupi ni accreditation, kwa maana kwamba ukishafanyiwa, unapotoa vyeti, unapotoa cheti chako cha kusafirisha mazao, kinakuwa sasa unakidhi vile viwango vya kimataifa vya soko, na hivyo maswali yanakuwa yanapungua. Kwa hiyo swala la kwanza lilikuwa kukidhi matakwa ya soko. Masoko ya kimataifa yana viwango vyake, wanaita market requirements, ili kuweza kuuza mazao. Kwa mfano sasa hivi mheshimiwa, na nafikiri umeshiriki vizuri sana kwenye soko lile la avocado. Avocado sasa hivi avocado zetu tunauza China, tunauza avocado zetu South Africa, lakini tunaenda kufungua masoko ya European Union, na mambo yakienda vizuri zaidi tutauza mpaka Marekani. Kwa hiyo kuna requirements. Mojawapo ya matakwa hayo lazima uwe na ISO standard, wanaita International Standard Organization certificates, na zina standard zake. Sisi kwa maabara yetu hapa tuna ISO 17025 ambayo inaturuhusu sasa kufanya uchambuzi wa mambo mbalimbali kwenye pesticides, kuangalia masalia na mambo kama hayo. Kwa hiyo ile ilikuwa ni requirement. Lakini nyingine more importantly ni kupunguza notification katika nchi. Ina maana unaposafirisha mazao wewe, lazima yakifika kule kwa kufuata sheria za SPS, wanaita sanitary and phytosanitary requirements. Kuna wadudu list, tunaita pest risk analysis. Kuna wadudu wa karantini ambao hawatakiwi wawepo na ile mizigo, na pia tunafanya hivyo kabla hata mazao hayajasafirishwa, kwa maana kwamba wajue kwamba kwenye nchi yenu, kwa mfano unataka kusafirisha leo maembe, kuna wadudu kama wale inzi weusi au weupe, unaita Drosophila melanogaster. Je, wapo au hawapo? Kuna wadudu wa kila aina, wapo wengi, sitataka niwasumbue kuwatajia majina ya kisayansi hapo, lakini lazima uwe na ile list. Alafu wanaangalia, je, kwenye nchi yako wapo au ni wageni, na wanaangalia wale ambao wanakubalika na ambao hawakubaliki. Katika kutekeleza hilo pia mamlaka, kwa hiyo ina maabara mbili kubwa, sio maana ya vyumba. Katika zile category kuna maabara ya afya mimea na maabara ya uchambuzi wa viuatilifu. Sasa so far tumeshafanya kazi kubwa sana kwenye hii maabara ya viuatilifu. Our next stage ni kuja kufanya kuhakikisha tunakamilisha hiyo mchakato ithibati katika maabara ya afya mimea. Katika mwaka wa fedha 2021, Mheshimiwa Naibu Waziri, mamlaka iliomba jumla ya shilingi bilioni 5.4 katika fedha za development kwa ajili ya hiyo kazi kubwa ya kuandaa ithibati za maabara. Lakini kama ilivyo tunasema resources are always scarce. Kwa hiyo katika ile budget tuliomba, tuliweza kupatiwa budget ya jumla ya shilingi bilioni 1.1 ambayo hiyo tumeitumia kununua na kusimika mtambo wa kisasa, mashine ya kisasa kabisa ya LC-MS. Maana yake LC maana yake ni liquid chromatography yenye mass detector 2 kwa ajili ya maabara ya viuatilifu. Na hiyo fedha tulishapokea, tulishafanya international tendering, mashine ilifika, tumeinstall, na bahati nzuri like
2 weeks ago tulikuwa na kamati ya bunge ya uwekezaji, walifika wakaiona na walifurahi kwa sababu tulitekeleza vile tulivyo kubaliana au ilivyotakiwa. Lakini pia katika kuhakikisha kwamba tunapata ithibati, tulitumia resources zetu wenyewe kuhakikisha kwamba tunafanya ukarabati wa maabara, kwa maana ya kuhakikisha yale majengo facelifting. Kuna vitu ambavyo vinahitajika, kununua vifaa, kufanya ukarabati wa majengo, kwa maana kupaka rangi, kubadilisha madirisha, kubadilisha milango, tumeweka digital door systems, lakini mabenchi pia. Lakini kuna swala lingine kufanya kuwezesha mafunzo, kwa maana ya wale technicians ambao wanafanya kazi kule wanahitaji mafunzo maalum. Kuna ada ithibati, lakini kutengeneza mifumo. Kuna mfumo tunaita quality management system QMS, ambao ndio unautumia unaporani maabara yenye ithibati. Lazima uwe na mfumo unaokubalika. Kwa hiyo mafunzo ya wataalamu yalifanyika. Tumeandaa nyaraka husika, kwa maana ya quality manuals, procedure na forms, kwa sababu kila kitu tunachofanya lazima iwe recorded na ni kwenye mfumo kwa kufuata hizo standards za ISO 17025 ya mwaka 2017. Tuliandaa mifumo ya kufanyia hizo analysis, tunaita method validation, kwamba unapotaka kufanya analysis yoyote lazima ile mifumo iwe imeandikwa kwenye maji. Kama kwa mfano unataka kufanya haya maji, unaona pale imeandikwa hii maji pale, kuna chloride, fluoride, phosphate. Ina maana lazima uwe na mfumo ambao umeshaandikwa, unaanzaje, una proceed vipi, na hiyo method imefanywa kitu inaitwa validation. Lakini pia tuliwalipa hao watu wanaofanya registration ya hizi maabara. Sisi ya kwetu tunatumia SADCAS, lakini international, hapo sema SADCAS ni umoja tu kwa ajili ya nchi za Southern Africa Development Corporation, lakini zinaendana ana kwa ana na international organizations zingine kama inavyoonekana kwenye nembo pale. Kuna ya Europe inaitwa ILAC, kuna IAF. Hizo zote ni umoja ambazo zinashirikiana na SADCAS. Kwa hiyo SADCAS is one of branches. Juzi nilitoa mfano nikaambia kwamba tunashirikisha kwa mfano la soka, sio dunia ni FIFA, lakini la Afrika lipo, linaitwa ni AFCON au CAF. Kwa hiyo that's how they operate. Kwa hiyo tunafanya ukarabati pia miundombinu ya maabara, kwa maana ya kufunga mabomba, miundombinu ya gesi, mabomba ya maji, na kununua mashine mpya. In terms of monetary, utaona kwamba kwa mfano kwenye mafunzo kwa wataalamu pamoja na kuandaa hizo quality manuals, tulitumia hela zetu za ndani kiasi cha shilingi milioni 73. Ukarabati wa majengo, kwa maana ya kufanya haya mambo yote, kuweka mabenchi mapya, kufanya partitioning, paka rangi, kuweka marbles, tumetumia kiwango cha shilingi 105.3 milioni. Vifaa vya ofisi, kwa maana ya office equipment, zikiwepo computers mpya, mifumo mipya ya power surge, pia samani za maabara, kwa maana ya furniture. Unapofanya accreditation au expect wa kukute, yule anayetoa vyeti anaandikia mahali meza imechakaa, viti imechakaa, wana standards zao. Alafu matengenezo ya mashine za maabara, kwa maana kwamba lazima mashine zile zinatengenezwa na wataalamu. Kwa hiyo kama umenunua mashine, kwa mfano sasa hivi ile mashine tulinunua hii imetoka Thermo Fisher, lazima aje mtaalamu kutoka Thermo Fisher kuja kuifunga au hata kuitengeneza. Toa synonymous example, kama hapa sisi tunanunua labda gari jipya Prado ni la Toyota, huwezi unapofanya service lazima upeleke Toyota. Pia tuna ada ya kulipa lump sum kwa ajili ya hawa wanaofanya kazi. Tulipa kiasi cha shilingi milioni 27.6. Kwa hiyo jumla utaona katika gharama hizo hapo tulitumia kama milioni 344 katika makusanyo yetu, lakini pia kuna mambo mengine mengi tulifanya ambayo ile budget ilipanda, tulifika zaidi ya shilingi karibu milioni 700 kutokana na mapato yetu ya ndani. Na
hii mashine unavyoiona mheshimiwa, hii hapa ndio hiyo tulionunuliwa kwa fedha za maendeleo, development budget, ambayo hii tulipata kutoka serikali kuu kwa maana ya hazina, ilitengwa kwenye budget na ikapatikana. Tunashukuru sana Wizara ya Kilimo, especially tunamshukuru Waziri Bashe, alitusaidia sana katika kuhangaikia kupata hii fedha, lakini waziri aliyepita Profesa Mkenda, na sasa hivi wewe upo, tunajua basi kwa pamoja tunashirikiana katika mambo hayo magumu. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Waziri, sisi kama mamlaka au tulipokuwa taasisi ya utafiti, watafiti pia wataandika miradi ambayo inahusiana na shughuli zetu. Kwa hiyo tuliweza kuandika mradi mmoja wa kupata vifaa, na tuliweza kupata hii mashine ya kisasa kabisa, sambamba na ile inaitwa tunaitaniaga hapa M-Pesa, lakini maana yake hasa ni microwave plasma atomic emission spectroscopy. Ni mashine mpya ya kisasa ambayo ina uwezo wa kuchambua mbolea, udongo na maji, na hata sasa hivi kuna udongo, tumeanza kupata sampuli za udongo tunafanya na Wizara ya Kilimo katika maeneo ya Tanga, Manyara na Dodoma, na mradi unaenda vizuri. Kwa hiyo hii tulipata kutoka maandiko yetu wenyewe, na tulipata kutoka Trademark East Africa, na imefungwa inafanya kazi. Sasa baada ya kukamilisha baadhi ya mambo kama ninavyosema, tulipata cheti. Sasa yote ukifanya, lakini unahitaji sasa, kama unaposoma mwisho mtu atajuaje una degree? Lazima upate cheti. Cheti chenyewe ni kile pale. Chapo, lakini kile pale naonekana vizuri, na tulikipata Novemba mwishoni. Kwa hiyo kila baada ya miezi mitatu watarudi kuja kufanya audit. Kwa hiyo ndio system lazima, na ndio maana unalipa ada. Sasa kwa nini tufanye ithibati? Why accreditation? Ya kwanza kabisa, Mheshimiwa Naibu Waziri, ni kwamba unapofanya accreditation unawezesha kufanya biashara, hasa biashara na nchi zingine. Kwa maana zamani tulikuwa tunafanya, tuseme zamani tulikuwa tufanya biashara, lakini hizo requirements zilikuwa ni kama hazijakuwa stringent. Sasa ili pia uweze kucomply na hizo standard. Kwa mfano pale kuna kitu tunaitaga minimum residue level. Unapokuwa umeshanyunyizia viuatilifu na kila kitu, je, mazao yako yanabakia na masalia kiasi gani? Na hii ni requirement ya SPS, ya maana ya sanitary. Kwa hiyo unapokuwa umepima, lazima kile kipimo chako kitoke kwenye maabara mahiri iliyothibitisha. Ya pili, Mheshimiwa, ni kuondoa vikwazo vya biashara. Kwa maana nakumbuka mwaka jana kulitokea sintofahamu fulani kwenye mahindi, kwenye masuala ya sumu kuvu, aflatoxins. Sasa unapokuwa una maabara ya kupima na kuweka vile viwango, watu watakusumbua. Na sasa sisi maadamu tumeshapata hii maabara nzuri na mashine na tunayo cheti, ina maana tukipima, nikaandika mimi hapa, tukasaini kwamba bana, haya mahindi yetu level ya aflatoxin labda ni 0.0 ngapi, lazima ikubalike, kwa sababu pia you can come back and redo. Ndio uzuri wa kuwa na maabara kama hizo. Lakini huwezi kusema tu labda mimi nina njia nzuri ya kuvuna mahindi au karanga, nimewafundisha wakulima wakivuna si wasirunde. Mwisho wa siku watakuuliza cheti kiko wapi? Kwa hiyo although kuna haja ya kutoa elimu kweli kwa wakulima wetu ili watengenezee bidhaa zilizo bora, lakini mwisho wa siku lazima tuwe na maabara. Ya tatu, Mheshimiwa, sambamba na hayo ni kulinda afya za walaji. Kwa maana kwamba tusingetaka watu wetu mwisho wa siku waathirike. Kwa maana although hatuwezi kusema una establish 1 to 1, lakini wanasema viuatilifu vinaweza vikacontribute kwenye hasa tunapokuwa kwenye levels ambazo zikubaliki kwenye matatizo mengine. Kwa hiyo ili kuhakikisha hilo linafanyika, tunakuwa na maabara hizi ambazo ziko accredited na zina mashine hizo. Lakini pia swala lingine muhimu ya kuwa maabara ambazo ni accredited ni ile kutoa huduma za uchambuzi wa sampuli, mazao, udongo na kadhalika, ili kuimarisha kilimo chetu. Sasa hivi tuna tatizo kubwa, watu watakwambia mazao, labda mtu mwingine hata pamba tu anakwambia inakuwa njano.
lakini swala labda sio viuatilifu, ni udongo. Je, wewe udongo unaolima wewe unajua upungufu wake? Au mtu akwambia weka mbolea, niweke mbolea kiasi gani na aina gani? Ina maana lazima kupima udongo. Pia kwa hao wenzetu ambao tunasafirisha mazao napeleka kwao, kuna kitu wanaita mnyororo wa thamani. Lazima ajue yale mazao ulimwagilia maji aina gani, yasije akakuta maji labda yalikuwa na heavy metals. Naona, kwa hiyo lazima kupima afya ya udongo na maji. Kwa hiyo hilo ndio dhumuni kubwa la kufanya accreditation, na faida zake nyingine pia ni kuongeza mapato kwa mamlaka, kwa maana sisi tunaruhusiwa kutoza sesi kwenye kazi zetu, na ni lazima, kwa sababu utaenda kuona unapofanya hizi analysis, Mheshimiwa Naibu, ni kwamba unatumia inputs. Yaani ukitaka kupima haya maji, huwezi kutia maji kwenye mashine moja kwa moja no. Utatakiwa ufanye maandalizi, kuna kuya dilute, kuna kuya activate, kwa hiyo tunatumia dawa nyingi sana kwenye maabara zetu ili kufanya hizo analysis. Na kwa sababu hiyo pia inakuwa kama ni source ya income kwa ajili ya mamlaka na kwa ajili ya nchi. Baada ya kusema hayo, ni pitishe tu kidogo katika kazi ambazo zinaendelea za kimkakati. Kazi moja hapo inaendelea kwenye mamlaka ya kimkakati ambayo tunafanya pamoja na wizara ni kujenga maabara kwa ajili ya maandalizi ya kupokea hata kusafirisha biological controls, kwa maana kwamba kwenye udhibiti wa visumbufu, yani kwenye pest control. Tunaposema viuatilifu ni sumu, visumbufu ni wale wadudu. Kwa mfano mrahisi, nzige ni kisumbufu, pesticide ni viuatilifu, si ndio? Sasa katika kucontrol hivyo vitu kuna njia mbalimbali tunaita integrated pest management. Unaweza njia moja hapo ni control kwa kunyunyizia viuatilifu, kwa kunyunyizia sumu. Lakini kuna wakati tunashauriwa, na ndio bora zaidi, kutumia viumbe marafiki. Viumbe marafiki ndio maana yake biological control. Nikikupa kwa muda mrefu, Mheshimiwa Naibu Waziri, ni pamoja na kuongeza mashine za maabara. Tuna mpango wa kununua mashine nyingine ya aina ya GC MS. Ile nisema LC, ile ni liquid chromatography. Hii ni gas chromatography mass spectrometer. Maana yake hii mtindo wake wa kupima ni kwamba tunapima elements huwa zina mass. Kumbuka ile kemia yako ya form 2. Kwa mfano if you are looking for calcium au mfano sodium, mass yake ni 23, sio? Kwa hiyo kama na composition yangu na nikaingiza kwenye mashine, kwa hiyo kama kuna sodium, hii mashine itadetect, itapofika reader kwenye 23 itaniambia, kama haipo haitaonyesha and so on. Kwa hiyo hii inatumia mass numbers katika kupima, lakini kwa ufupi inachambua viuatilifu. Lakini inaweza ikachambua environmental samples zingine pia kama maji and so on. Katika huo mpango pia, Mheshimiwa Naibu Waziri, tuna mpango wa kutengeneza maabara. Sio kutengeneza, hii maabara ipo lakini ilikuwa haina hali nzuri. Kwa hiyo tumeanza kufanya facelifting kwa ajili ya maabara ya afya mimea ambayo iko hapa kwa TPRI. Tangia kuanzishwa kwa hii taasisi tulikuwa na kituo cha karantini ya mimea. Kwa hiyo kipo, ila miaka hapo katikati kilipata hakikuwa kinapata funding and so on. Kwa hiyo kikawa kidogo shughuli zake zimepungua, lakini sasa tunakifufua na building iko katika hadi hiyo hapo. Shughuli kubwa ni kuongeza vifaa na mashine za kisasa kwenye maabara hiyo, lakini pia kuona kwamba mifumo yake inatengenezwa ambayo hii itafuata sheria za kimataifa ISO 17020 hii kwa ajili ya afya mimea. Ile nyingine ilikuwa 17025, hii ni 17020. Hii hapa ni maabara ya hapa TPRI hii hapa, lakini tuna maabara nyingine iko Kurasini, Dar es Salaam kule kwa Bwana Katema. Yenyewe ina vifaa vichache, lakini tuna mpango wa kufanyia maboresho ya hali ya juu ili iweze kukidhi viwango hivi vya ISO 17020. Kwa hiyo kuna ununuzi wa vifaa, Mheshimiwa, lakini na mamlaka inaendelea kuwasilisha tungo kupitia wataalamu wetu mbalimbali. Uzuri mamlaka yetu, Mheshimiwa Waziri, tuna wasomi wazuri, tuna na madaktari zaidi ya 10, wengine wako masomoni,
tuna wanasayansi wengine wenye masters zaidi ya 45, lakini kuna watu wenye degree za kwanza. Wote tuna team up, tunajaribu kuandika proposal. Lakini kama unavyojua tungo ni kubahatisha, unaweza kupata, saa nyingine ukakosa. Matarajio ya mbele Mheshimiwa Waziri ni pamoja na kuongeza mapato. Tunataka tuongeze mapato yetu ambayo roughly kwa sasa tunapata kama 5.4 billion ili iweze kufika 7.4 billion kwa mwaka wa fedha ujao wa 2023. Hii ni kutokana na uchambuzi wa sampuli, lakini pia shughuli zetu tunazofanya za registration, lakini za ukaguzi wa mashamba na kuanza kufacilitate hicho kilimo kipya cha mazao mapya akiwepo maua, avocado, tangawizi, tukishirikiana na wenzetu wa TAA. Mamlaka pia kuwa na kituo mahiri cha uchambuzi wa mabaki kwa viuatilifu kwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa maana ukiangalia kule mwanzo ile concept ndio kuambia kwamba hivi vituo vilikuwa vya Afrika Mashariki. Sasa wenzetu utakuta nchi kama Burundi bado wako nyuma. Leo nimesikia kwa furaha DRC na wanataka kujiunga. Sasa utakuja kukuta mifumo hawana. Kwa hiyo ni vizuri tukiwa na hii na tukitangaza watakuja hapa kwetu kwa sababu watakuwa na requirements. Hapo katikati tulikuwa ili kusafirisha maua yetu tulikuwa tunapeleka Rwanda. Na saa nyingine tutakaguliwa na watu kutoka Nairobi. Sasa tukiweza kufanya hizi kazi wenyewe baada ya kuhakikisha maabara ziko vizuri, ina maana tutapata income. Pia lakini kuendelea kushirikiana na wadau wengine wa maendeleo kama FAO, huwa wanatusponsor kwenye baadhi ya shughuli, lakini kuna mashirika mengine mahiri, Belinda Gates, tunafanya nao kazi pia. Kuna mashirika kama WHO kwenye hizo pesticide za public health. Kwa hiyo ili kuandika miradi na kuifanya. Ni matarajio yetu pia kwamba tunapokuwa tumeshaungana na PHS, kwa hiyo kulikuwa na vituo vya mpakani ambavyo vinatakiwa vianzishiwe min labs. Yaani haiwezekani kwamba kwa mfano mtu ana mazao anataka kupitisha Kigoma, nilienda pale bandari ya Kibirizi. Sasa huwezi kungojea all the way ije Arusha. Kwa hiyo lazima kujenga maabara ndogo pale mpakani. Alafu tutakuwa na kitu tunaita rapid kits. Kwa hiyo unapima pale pale. Ukiwa na wasiwasi unaleta sasa huko kwetu kwa ajili ya further reference. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba pia tutakuja kupata budget hata kama sio mwaka huu, lakini soon, kabla ya next financial year, kuweza kuanza kujenga maabara ndogo ndogo mipakani kama Namanga, kule Holili, Horohoro, huko Kibirizi, ile nyingine ya kule Kigoma kule mpakani mwa Burundi na Tanzania. Kwa hiyo ili kuweza kuanza kupima, pia kujaribu kuongeza masoko ya mazao, especially ya mazao mapya, kwa kusaidia wananchi either ku create awareness, lakini kuwa na vitu vya kuwa support. Na zaidi ya hapo, Mheshimiwa Naibu Waziri, kuhakikisha kwamba tunapunguza notification. Yaani tusingetaka tupate notification tunaposafirisha mazao yetu. Kwa sababu nchi ikipata notification maana yake ni kwamba mfanye vizuri. It's like ukiwa na drive gari kama umekaa nchi za wenzetu kule, hapa kwetu polisi anakusimamisha tu, labda anakupa notification. Ile nchi za wenzetu akikufanyia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu anakunyang'anya license. Wakamwambia rudi darasa. So the same applies kwa mazao. Leo tukianza kusafirisha mazao, tukapata notification, kwanza wataanza kuangalia mizigo inayotoka Tanzania kwa jicho la tatu. Kwamba hapa bana kuna issue. Kwa hiyo tunatazamia tupunguze kabisa hiyo. Pamoja na hayo, Mheshimiwa Naibu Waziri, kuna kazi zingine za msingi tunazozifanyaga kwenye taasisi yetu. Moja hapo ni udhibiti wa viuatilifu kwa maana ya kuangalia quality check na quality assurance, kuangalia viwango vya ubora. Katika mwaka wa fedha uliopita tulipima sampuli zaidi ya 403. Kati ya hizo sampuli 388 zilikuwa nzuri na 15 tulikuta hazikizi viwango. Na tunapokuta hazikizi viwango, kuna sheria, taratibu na kanuni zinazokubalika. Kama ni mbaya sana, tunamhitaji aliagiza mzigo aurudishe kuliko tengenezewa, na sheria ndio inapotaja. Kwa hiyo katika hilo huwa hatuna utani. Watu wanalia sana, lakini sasa wanaambia bana, kama uliambiwa ulete mzigo wenye purity 99%, sasa kwa nini wewe ulete labda 87, 77? Kwa sababu kinachopima hapa ni mashine. Sio, yani hatufanyi by discretion. Sio kwa kuangalia. Kwa sababu kama ungekuwa ni kuangalia kwa macho ungesema kwa nini. Lakini mashine tunazo na maabara tunazo, utaona. Lakini sambamba na hayo, Mheshimiwa Naibu,
Pia tunafanya ukaguzi wa usafi wa mazao yakiwa shambani, na hapa especially kwenye kilimo cha maua. Utaona kabla wanaolima maua, unajua kwenye nchi kwa watu tunaotoka huko kaskazini kama Arusha au Iringa, tunajua maua yanalimwa, na wengine wanajua tu yale tunayolima pembeni ya nyumba kidogo, alafu hayana value. Kwa hiyo maua yanalimwa, lakini pia tunakagua mizigo, usafi wa mizigo mingine tunapoleta mazao mapya kama miwa, mihogo, tumbaku, hasa ile yanakuja kwa njia ya vikonyo. Huwa ni requirement actually, lazima iletwe hapa kwa ajili ya quarantine check, na unaona tunafanya shambani, lakini na maabara. Kwenye maabara utaona ameoteshwa kwenye vile vipoti pale, kama ile pale nafikiri ni tumbaku. Kwa hiyo lazima tuangalie kila mara kwamba kuna wadudu gani ambao wanakuwa associated na kuandika ripoti. Mwisho wa siku kama ni nzuri tutarelease. Lakini pamoja na kazi zingine tulizofanya, Mheshimiwa Naibu Waziri, ni udhibiti wa nzige. Utakumbuka mwaka jana kulikuwa na mlipuko mkubwa sana wa nzige miezi kama hii katika wilaya za Mwanga, Simanjiro, Longido, Ngorongoro na Kosiha, eneo la Monduli pia. Lakini tuliweza kuwadhibiti vizuri sana wale nzige. Kumbuka baadhi ya waandishi wa habari hapa tulikuwa nao tuliwaua kabisa wale nzige na wamepotea. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Waziri, tunafanya pia zoezi lingine la kupima afya za wafanyakazi wa mashamba haya kama ya maua. Hii nayo ni requirement kwenye haya mambo ya accreditation na SPS, kwamba unapolima maua uyasafirisha kupeleka labda Uholanzi au Uingereza, wanataka wajue afya za wale wanaolima maua, kwamba afya zao zikoje. Kwa hiyo utaona pale mtaalamu wangu anaitwa kwenye mashamba, anazo hizi rapid kits na mashine zile pale, anapima afya ya huyu mama mfanyakazi wa kwenye shamba la maua, na ripoti inaandikwa na inakuwa attached na ile mizigo, kwamba wafanyakazi wa hili shamba, sitaki kutaja mashamba ya watu hapa kwa waandishi wa habari wasije wakanikoti lakini kwa ujumla mashamba yote yanapimwa, hasa yale ambayo yako registered na yanafanya biashara ya kilimo cha maua. Na sio maua tu, sasa tutaenda kwenye avocado na vitu vingine vyote. Pia Mheshimiwa Waziri, wakati viuatilifu unapofika kwa mara ya kwanza kwenye nchi, unataka kujiregister, lazima tunafanya kitu kinaitwa bioefficacy trial. Bioefficacy trial maana yake nini? Tunaangalia pamoja na quality zingine kiwango cha ile sumu kuweza kuua wadudu. Kwa hiyo inafanyika kisayansi kabisa. Kama unapoona pale, hawa ndio wanasayansi wa TRI wameseti ile field trial, ile inaitwa field trial. Pale utaona walikuwa wanafanya kwenye cabbage I think. Kwa hiyo pale kuna sehemu ambayo itakuwa imepigwa sumu na gawa plot na za concentration mbalimbali. Ingine kama mna ugonjwa lazima uwekee ugonjwa, kwa hiyo atagawa plot nyingine anaweka na wadudu kabisa, na ingine neutral. Kwa hiyo unafanya kisayansi sasa, unakuja kucompare data, labda niweka hapa kama muda gani wadudu walikufa. Na ili sumu iwe nzuri lazima bioefficacy yake, yani uwezo wake wa kuua, kuanzia 90% kuendelea. Yani huwezi kupiga sumu afu afe wadudu 10 katika 100. Na percentage maana hiyo ni ndogo sana, 10%. Tatakiwa iende, na inategemea requirements. Actually kuna zingine tutaka ziue kabisa. Na hii ni nzuri kwa sababu inatupa data ambazo ni za uhakika, na hii inakuwa ni sehemu moja hapo kwenye registration. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Naibu Waziri, huwa tunafanya mafunzo. Haitoshi tu kuwaambia watu, lakini ili uweze kufanya biashara ya viuatilifu lazima uhudhurie mafunzo kutoka taasisi hii. Hapo utaona ni baadhi ya wadau wetu. Huwa tunafanya mafunzo kwenye wilaya, kwenye halmashauri, lakini hapa kwenye makao makuu tunafanya mafunzo mara 2 kwa mwaka, mwezi wa 5 na mwezi wa 11. Na tumelenga vile kabisa kwa ajili ya misimu ya kilimo. Na wanafika wadau wetu wakubwa ni extension officers, lakini wale wanaotaka kufungua biashara ya viuatilifu, wenye biashara kubwa za magodani, wafukizaji, wafungashaji, waagizaji, lazima wafike wapate mafunzo. Na wakishapata mafunzo wanapewa cheti, na yanafanyika at cost. Sasa najua bunge linaanza, wataweza kuuliza, bwana, mbona wanatoa mafunzo kwa bei gani? Hatutoi mafunzo kwa bei gani. Actually zile pesa ni zao, kwa sababu lazima umpe makabrasha, lazima apate chakula, usafiri. Kama ni hapa makao makuu, naona makao makuu yetu yako mbali kidogo na mjini,
Kwa hiyo it's their own utility actually, sio kwamba kwa ajili ya mamlaka. Mamlaka actually inasaidia kwa maana sasa mimi nawajibika kuwalipa wale maafisa wangu. Kama kwa mfano naenda kufanya mafunzo Mvomero au wanafanya Dodoma, lazima atakuja na gari za mamlaka, zitahitaji mafuta. Yaani kuna a lot of cost implied. Kwa hiyo sio kama wanavyofikiria. Lakini pamoja na hayo tunafanya mafunzo pia kwenye masuala ya unyunyiziaji wa viuatilifu mashambani, na hii zoezi limefanyika sana kwenye kilimo cha pamba. Kulikuwa na shida kubwa, watu wakawa nasema labda sumu viuatilifu, ile jina wapenda kutumia mara nyingi, sio bora, si nini. Lakini tukaigundua shida nyingine ni kwamba hawajui kuchanganya madawa, hawajui size za nozo za bomba zao, aina ya mabomba, pressure ya bomba ya kuapply. Kwa hiyo tumefanya mafunzo sana kwenye mikoa ya Simiyu, mikoa ya Shinyanga, Mwanza, lakini pia baadhi ya maeneo ya Nzega nafikiri wamefika kwenye upande wa pamba. Lakini kwenye mboga huku kaskazini, hasa maeneo ya Ngarananyuki tumefanya, maeneo ya Siha, Komosho na Lima, lakini Kilolo, Iringa, ili pia kwenye korosho. Naona kama pale fanya mafunzo kwenye korosho huko, namna ya kuvaa gia kama unavyoona, na namna kama pale wanapuliza, nafikiri ile itakuwa sawa. Kwa hiyo ni moja wapo ya shughuli zetu. Lakini nyingine more importantly, Mheshimiwa Naibu Waziri, nakaribia kumaliza, usichoke, ni ukaguzi wa madawa kwa maana ya viuatilifu katika maduka. Kuna kitu tunaita surveillance. Yaani huuzi tu viuatilifu, lakini lazima uwepo na mfumo wa ufuatiliaji. Kwa hiyo vikishauzwa huwa tunapita madukani kufanya random sampling na inspection. Utaona kwenye ITV mara nyingine unaona wataalamu wa mamlaka wakifunga hata maduka. Kwa sababu kuna watu wajanja tuseme, yaani baadhi ya wafanyabiashara, Mheshimiwa Waziri, sio waadilifu. Kuletea maji Kilimanjaro, ataenda atanunua mazuri kabisa, ataleta hapa yapimwa, lakini during kusambaza sasa, si baadaye ameshaingia mtoni anakujaza chupa zake ndio anazopeleka kwa hiyo kwenye hizi biashara ziko bit tricky. Lakini mbaya zaidi pia tunapata changamoto kubwa sana sehemu za mpakani. Ukiwa mpakani, watu wana tendency ya kuingiza viuatilifu kutoka nchi zingine. Kwa mfano hapa, hii inspection ilifanyika nafikiri sehemu za Mbeya, na hii ilikuwa hata kwenye vyombo vya habari. Unakuja kukuta mtu ana viuatilifu kwenye makopo kama haya. Kwanza ukiangalia ni kama yame expire, ishakuwa corroded. Wanakuwa wajanja siku hizi, unajua mifumo ya digital iko mingi. Anaenda print label. Na utoa hii hapa, si inaonyesha ilikuwa imeisha mwaka 2019, akaweka label mpya. Sasa hivi vitu huwa tunafuatilia sana, na tunatumia vyombo vyetu wenyewe, lakini na vyombo vya usalama tunapeana taarifa. Rafiki yangu ametoka wilayani kwa sababu nini? Ndio maana tunafanya kazi karibu sana hawa mabwana, peana taarifa, na tukishapata tunafuatilia. Sasa malengo ya muda mrefu, Mheshimiwa Waziri, mojawapo ni kufufua kilimo anga, na hii ilikuja baada ya ile changamoto tulipata ya nzige, lakini pia Tanzania tuna shida ya kuelea, na sasa hivi tunaenda kuproduce ngano and so on. Kwa hiyo wadudu wanaoruka watarudi. Kwa taarifa nilizonazo tu kwenye bajeti ya maendeleo mwaka huu tumetengewa fedha kwa ajili ya kununua ndege. Tunakushukuru sana. Naomba tupige makofi jamani. Bana budget Costa chief accountant walitenga shilingi milioni ngapi? Ndio kwa. Tumepewa shilingi bilioni 11 kwa ajili ya kununua ndege na viuatilifu. Kwa hiyo mchakato utafanyika kwenye international tenders baada ya masuala yote kukamilika. Lakini kitu kingine ambacho pia mamlaka imeona ni muhimu ni kuanzisha maabara kwa ajili ya tissue culture. Tissue culture maana yake ni kutengeneza mazao kutokana na vikonyo. Hii ina advantage moja kubwa. Yaani kwa mfano mihogo, unapotengeneza mihogo ya kupanda kutoka kwenye vikonyo, na sio kama mama zetu walivyokuwa wanafanya, unaenda kuvunja miti ya mihogo unapanda. Ni kwamba kwanza unahakikisha quality ya ule mhogo wako kwa maana ya kibiolojia. Kama kwa mfano unataka mihogo yenye mihogo mingi, ile unavuna mpaka karibu kilo 10. Kwa hiyo utauchukua kwenye mother a parent wa aina hiyo. Ya pili, inazuia magonjwa, kwa maana utachagua kabisa kwenye yale ambayo hayana magonjwa. Lakini ya tatu ni njia rahisi ya propagate mazao. Kwa hiyo tutakuwa tunayo level ndogo hapa sasa hivi, lakini
tutaiomba wizara kupitia Wizara ya Fedha kupata fedha kwa ajili ya kujenga maabara kubwa aina hii, na hii itasaidia sana kwenye mazao yale kama viazi vitamu, kwenye mananasi, kwenye miwa, ndizi, vitu vya aina hiyo ambavyo unaweza kuotesha kwa vikosi. Kwa hiyo itapokuwa imekamilika itakuwa hivyo. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Waziri, tuseme kwa ujumla mradi wa ithibati wa maabara na hiyo tuliyofanya ni sehemu muhimu sana kwa ajili ya sekta ya kilimo nchini. Mamlaka itahakikisha inalinda hadhi ya hizi maabara ili ziendelee kuwepo na ziweze kufikia hicho kiwango. Mamlaka pia itaendelea kushirikiana na wadau wengine wa maendeleo ndani na nje ya Tanzania katika kuboresha hizi maabara, especially wenzetu wa FAO, WHO, wadau wengine wa maendeleo. Lakini pia TPHPA tumejipanga kutekeleza mradi huu kwa ufanisi mkubwa na kuwezesha biashara especially ya kusafirisha mazao nje ya nchi ili tusipate zile notification. Mwisho kabisa, nitoe shukrani kwanza kwako mwenyewe Mheshimiwa Waziri kwa kukubali kutenga muda wako kututembelea siku ya leo. Lakini tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha utekelezaji wa mradi huu, kubali kutenga fedha kama ile 1.1 bilioni, lakini pia kuendelea kututengea fedha ili kukidhi maendeleo na mipango ya kimkakati iliyopangwa kwenye mamlaka. Tunashukuru Wizara ya Kilimo kwa kadri mnapotupa facilitation, Wizara ya Fedha na Mipango ambao really wanashiriki kutenga ile budget, uongozi wa mkoa wa Arusha na hasa wilaya ya Arumeru ambayo viongozi wake baadhi wako hapa leo kwa sababu tuko kwenye eneo lao na masuala mengi tunashirikiana ya kijamii, lakini ya kiulinzi na usalama, na kuendelea kuhakikisha kwamba mamlaka yetu inakuwa salama. Tunashukuru sana. Pia tunashukuru taasisi mbalimbali za serikali, hasa katika hili zoezi tulizofanya la accreditation. Tulibidi tupate mawazo mengi kutoka kwa wenzetu wa Government Chemistry Laboratory Authority, wenzetu wa NEMKI, Baraza la Taifa la Mazingira, TBS, kwa sababu walikuwa na responsibility pia kuhakikisha kwamba wanasaidia kucalibrate mashine zetu, wenzetu wa TOSCI, TARI, watafiti wenzetu, lakini zaidi sana TAHA, Tanzania Horticultural Association, ambao ni apex kubwa sana kwenye hii kilimo cha mazao ya kisasa ikiwepo maua, hizo avocado. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana nao kwenye mambo mengi, kushauriana na pia kuangalia kwamba tunapofanya ithibati tuna miti zile requirements zao. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Waziri, nikwambie karibu sana Arusha.